This is a life-giving word production, a channel dedicated to spreading the undiluted word of God. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. John chapter 6, verse 63. New King James Version. Welcome. Fungua nami kitabu cha Luka mlango wa 17. Asante ndugu yangu. Luka 17, maandiko inasema hivi: akawaambia wanafunzi wake, vikwazo havina budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye vinakuja kwa sababu yake. Endelea. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Nipe mstari wa kwanza. Rudi katika mstari wa kwanza. Naenda kuongea kuhusu jinsi ya kushinda vikwazo. Sema amen. Jinsi ya kushinda vikwazo. Yesu alisema kwamba vikwazo havina budi kukuja. Amen. Kwa hivyo ni nini inafanya tukosane? Ni nini inafanya tulumbane, tugongane, mpaka wengine tuache kwenda kanisani, mpaka wengine tuache kuhudhuria ibada? Ni nini inafanya familia wasiongeleshane? Ni vikwazo. Sema vikwazo. Sema vikwazo. Ni nini inafanya tusisaidiane? Sema vikwazo. Bwana asifiwe. Yesu alisema vikwazo havina budi kukuja. Yaani kwa Kiswahili jepesi ni kwamba vikwazo kila mara vitakuwa vinakuja, lakini ole wake yule mtu ambaye shetani anamtumia kama chanzo cha kuleta nini? Vikwazo. Sema amen. Anasema kwamba ingekuwa mtu kama huyo, ingekuwa bora jiwe la kusiaga lifungwe katika shingo lake na atupwe kwenye bahari, kuliko kufanya mmoja wetu, mmoja wa watoto wa Yesu afe kwa dhambi. Kwa hivyo vikwazo vitakuja. Amen. Vikwazo. Vikwazo ambayo inafanya mtu anasema mimi siwezi salamia fulani. Kwa nini? Alinikwaza. Mimi siwezi enda kwa nyumba ya fulani. Kwa nini? Alinikwaza. Siwezi hudumu na ndugu fulani. Kwa nini? Alinikwaza. Wanapotolea fulani mimi siwezi mtolea. Kwa nini? Alinikwaza. Vikwazo. Sema vikwazo. Sema vikwazo. Havina budi kufanya nini? Kukuja. Kwa hivyo tunaenda kujifunza asubuhi ya leo jinsi ya kushinda vikwazo. Pigia Bwana makofi mazuri. Vikwazo ni nini? Vikwazo kwa lugha ya Kiebrania, by the way, kuna kikwazo kikiwa kimoja na vikwazo vikiwa nyingi. Kikwazo kwa lugha ya Kiebrania inaitwa kama ni moja inaitwa scandalon, skandalon, scandalon. Lakini Yesu alikuwa anaongea kuhusu vikwazo ambayo inaitwa scandala, skandala, scandala, scandala kwa Kigiriki. Scandala au vikwazo. By then nilisoma Kiswahili kingine, tafsiri nyingine inaitwa makwazo, makwazo, lakini ile Kiswahili tumezoea ni vikwazo. Sawa? So hizi vikwazo ni nini? Hili neno ambayo inaitwa scandala kwa Kigiriki ilikuwa ni mtego. Sema mtego. Mtego ambao umetengenezwa na mti. Bwana asifiwe. Wengine wetu umetoka ushago. Kama wewe sio bontao fanya hivi. Punga mkono hewani kama wewe si bontao. So kuna mtego ambayo imetengenezwa na nini? Na mti. Kutega mnyama fulani. Amen. So hiyo ndio neno ambayo inatokana na hiyo skandala ambayo ni kikwazo. So tunapoongea kuhusu vikwazo, tunaongea kuhusu mitego. Mitego ambayo lengo lake ni kwamba ikutege. Sema amen.
Kwa hivyo wakati hizi vikwazo vinakuja, Yesu anasema kwamba vikwazo havina budi kukuja. Nimekuja hapa asubuhi ya leo kukuambia kwamba hizo vikwazo huwa havikuji tu, ziko na kusudio. Amen. Kusudio lake ni nini? Kuwa havikuji tu. Unapoona kitu kimekulenga, kimekukwaza, hiyo haijakuja tu, iko na kusudio. Na ndio maana asubuhi ya leo nataka tujifundishe jinsi ya kushinda vikwazo, kwa sababu tukishinda vikwazo havitakuwa na nguvu juu yetu. Na kabla hatujafanya hivyo, nataka tujifundishe njia ambazo vikwazo vinakuja. Channels of offenses. Channels of offenses. Amen. Bwana asifiwe. Shetani anatumia njia nyingi kutuletea vikwazo. The first channel ni kwamba offenses come from people. Vikwazo vinakuja kutokana na watu, kutokana na marafiki, kutokana na wafanyikazi wenzako. Vikwazo vinakuja kutokana na watu, marafiki zako, maadui wako mnaoshiriki nao. Vikwazo vinakuja kupitia hao. Vikwazo vinakuja kupitia hata viongozi. Bwana asifiwe. Fanya hivi. Vikwazo inaweza kuja hata kupitia mimi nikihubiri saa hii, nikukwaze kabisa. Ninaweza kukwaza kama ninajua au kama sijui. Kwa hivyo vikwazo vinakuja kupitia nani? Watu. Vikwazo vinaweza kuja kupitia jirani yako, kupitia colleague wako, kupitia business partner. Vikwazo vinaweza kuja kupitia hata mwalimu wako shuleni. Vikwazo. Bwana asifiwe. Vikwazo havina budi kukuja. Kwa hivyo njia moja ambayo vikwazo hukuja ni kupitia watu. Ukisoma kitabu cha 1 Samuel chapter 1 verse 12 to 16. 1 Samuel chapter 1 verse 12 to 16, utaona pale kuna mama mmoja ambaye jina lake anaitwa Hana. Huyu mama alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Maandiko inasema kwamba siku moja huyu mama baada ya kusononeka moyoni mwake akaenda hekaluni kuomba ili Mungu ampatie mtoto. Haleluya. Alipoenda pale, maandiko inasema kwamba alianza kuomba, akapiga magoti kwenye madhabahu. Mdomo ulikuwa unaongea lakini maneno yalikuwa hayatoki. Mtumishi wa Mungu kwa jina Eli akaangalia huyu mama vile mdomo inaenda, akamrebuke, akamkwaza. Sema kumkwaza. Akasema ni mpaka lini utaendelea na ulevi? Bwana asifiwe. Nataka turudiane. Imagine umekuja kanisani, wewe unaongea na Mungu, umemwaga roho yako kwa Mungu, alafu askofu au Pastor Francis au Reverend Moses anakuja na mwambia, by the way, naona wewe ni mlevi. Sema kikwazo. Mimi sitarudi kwa hiyo kanisa. Kama in fact hawana ufunuo. Mimi nilikuwa naomba, wao wanasema mimi ni mlevi. Amen. Kwa hivyo vikwazo vinaweza pitia wanadamu, vinaweza pitia viongozi. Huyu mama alifanya nini? Wakati kikwazo au vikwazo vinapokuja vinakuanga na kusudio. Nipe verse 15 usikie vile huyu mama alijibu. Huyu mama anajibu akisema hivi. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi si kunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Kwanza anamuita bwana wangu. Unapopewa kikwazo, unaweza amua kupokea au kuoverlook. Bwana asifiwe. Mtu anaweza sema jambo, uamue kukwazika kupitia chenye amesema, au uamue overlook. Sio huyo peke yake. Kuna wengi ambao waliweza overlook the offenses. The other one is David. In the book of 1 Samuel 17 verse 26 to 30. 1 Samuel 17 26 to 30. Mahali pale tunaona Daudi akaenda kupelekea ndugu zake vyakula alivyoagizwa na baba yake Yese. Alipofika pale akaona, akasikia vile Goliath
anavyojigamba. Daudi akafanya nini? Akauliza, huyu ni nani? Huyu ni nani mwenye ana kufuru Mungu wa Israeli na jeshi lake? Eliabu akamsikia. Eliabu alikuwa ni ndugu ya Daudi mkubwa, si ndio? Bwana asifiwe. Eliabu akaamua kumkwaza Daudi. Haleluya. Kwa hivyo si wewe wa kwanza kukwazwa. Daudi alikwazwa na ndugu yake. Let me give you the specific verse. Kwa sababu ya time ndio naona ninarukaruka. Nipe mstari wa 28. Inasema hivi: naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa, na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Endelea mstari wa 29. Naye Daudi 29, naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, sina neno kubwa hilo? Wacha nisome kwa Kiingereza. And David said, what have I done now? Is there not a cause? Hujanipatia New King James Version. Oh, umenipatia yuko sawa. Endelea verse 30. Iko kwa verse 30 I think. Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Sema amen. Eliabu aliamua kumkwaza Daudi. Daudi akakataa kuchukua kikwazo, akaamua kuachana na Eliabu, akaanza kuongea na watu wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si lazima mtu akikukwaza, akikuofa offense uchukue offense. Amen. Overlooking offense is a sign of power, not weakness. Are we together? Si lazima mtu akikujibu vibaya wewe umjibu vibaya, akikutusi wewe umtusi, akikudharau wewe umdharau, akikukwaza wewe umkwaze. Hana hakufanya hivyo alipokwazwa na kuhani. Daudi hakufanya hivyo alipokwazwa na ndugu yake mkubwa. Akamwambia, mimi najua vile moyo wako umejawa na ubaya, vile huko wewe ni mtu wa dharau. Yeye akauliza, sasa nimefanya nini tena? Nimefanya nini tena? Aya, naomba na wa mwisho sikia hii. Wa mwisho nataka unipatie ule mtu ambaye pia aliweza ku overlook offense kutoka kwa watu. Matthew 15 verse 22 to 28. Matthew 15 verse 22 to 28. Mahali hapa tunaona mama mmoja Mkanani. Huyu mama alitoka kwa boundaries ya Israel huko Kanaani, akakuja kwa Yesu. Sasa huyu mama alipokuja akamuomba Yesu, tafadhali ponya binti wangu, amepagawa na mapepo. Yesu akamjibu, I'm just paraphrasing, si vizuri kupatia chakula cha watoto mbwa. Bwana asifiwe. Sema kukwazwa. Imagine wewe umekuja aombe mtoto wake aweze kuwekwa huru. Yesu akamwambia si vizuri kupatia nini? Umbwa chakula cha watoto. Huyu mama hakukwazika, alimwambia, bwana wangu, hata umbwa pia wana heri kukula makombo. Na kupitia hapo Yesu akamwambia, sijaona imani kubwa kama hii katika Israeli. Kwa hivyo unapoamua kuoverlook vikwazo, Yesu anaona kama imani yako ni kubwa. Amen. Sikia, niangalie tafadhali. Wakati mnalumbana na mtu mko kwa level moja, sawa? Ukinitusi na kutusi. Kwa hivyo sisi wote tunatusiana, tuko kwa level moja. Are we together? Kama unanichukia na mimi nakuchukia, kwa hivyo tunachukiana, tuko kwa level moja.
Lakini unaponitusi au unapokutusi na wewe uamue kutabasamu na kugoa another way, kama Daudi alivyosema, hatuko kwa level moja. Mimi niko kwa level ya matusi, wewe uko above mimi. Sema amen. Kwa hivyo kuna nguvu katika kushinda vikwazo, na hiyo ndio nataka tujifundishe. Kwa hivyo ya kwanza tumegundua kwamba vikwazo vinatoka wapi? Kwa watu. Sema amen. The second channel of offenses ni kwamba offenses usually do comes from rules and regulations. Offenses coming from rules and regulations of institutions. Kuna kuanga na sheria. Vikwazo kuja kutokana na sheria, kutokana na taratibu, kutokana na itikadi ambayo imewekwa. Na kuna watu wengi sana wamekwazwa na vitu kama hivyo. Number one, tulisoma Reverend ameweza kuguzia saa hii wakati wa matoleo kidogo. Ukiona katika hali ya Sabato, ule mtu aliyeponywa na Yesu, ilikuwa ni siku ya Sabato. Offense ilikuwa ni gani? Offense ilikuwa ni kwamba usiweze kubeba kitu siku ya Sabato. Lakini Yesu akaamua kumwambia beba. Wale wakuhani wakakwazwa. Kukwazwa pia inaweza toka na vitu mingi, kitu kingine. Mwingine ni Yesu aliwakwaza kupitia wanafunzi wake kukula. Walikula bila kunawa kwa njia rasmi. Kuna wengine walikwazwa pia kama Stefano. Wakati walikuwa amehubiri, watu wajazwa na Roho Mtakatifu, hiyo mahubiri yake ilifanya watu wakwazike, wakaamua kumpiga mawe. Hiyo pia ni kukwazwa kutokana na taratibu. Watu wanakwazwa kutokana na taratibu. Kuna watu wengi ambao walikwazwa kupitia taratibu, na leo hii hatuna muda wa kuzizungumzia zote. Lakini wacha nikuulize, je, taratibu ambayo imewekwa inaweza kuwa inafanya ukwazike? Ni wakati mwafaka kushinda hizo taratibu. Sema amen. Hizo itikadi, unajua kuna sheria ya Mungu na kuna itikadi. Itikadi kama inakufanya ukwazike, usianguke kwa hiyo kikwazo. Because of time, allow me to go to the third channel of offense. Offenses are even, the third one is, others are even offended by God himself. Wengine wanakwazwa na Mungu mwenyewe. Mungu, imagine, mtu anakwazwa na Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Matthew 11 verse 2 to 6, nataka tujifundishe hapo kidogo. Inasema hivi: naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, endelea, wewe ndiwe yule ajaye au tumngojee mwingine? Yesu akajibu akamwambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuka, na maskini wanahubiriwa habari njema. Ya mwisho, naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Narudia mstari wa 6. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. And blessed is he who is not offended because of me. Yohana alitumwa kumtayarishia Yesu njia. Yohana aliona mfano wa Roho Mtakatifu kama njiwa kama mfano wa Roho Mtakatifu ikishuka na kukaa kwa Yesu. Yohana alitangaza kwamba hakika huyu ndio Masia. Lakini wakati alipoingiliwa na roho ya vikwazo, alianza kudoubt, kushuku. Akauliza, endeni mumuulize kwamba je, huyu ndio Masihi? Shida ya Yohana ilikuwa ni kwamba alikuwa amekwazwa pengine kwa sababu alikuwa anashangaa inakuaje kazini yake Yesu amemwacha gerezani, yeye ako huko na kazini yake anaendelea kufanya miujiza. Kwa nini hawezi kuja na amfanyie hizi miujiza? Yohana akakwazika. Yesu akamwambia, endeni mwambie Yohana
haya mnayosikia na haya mnayoona, na mumwambie heri ni yule mtu asiyekwazwa nami. Sema amen. Kuna wengi wamekwazwa na Yesu mpaka hawakuji kanisani. Kuna wengi wamekwazwa na Yesu mpaka wakawacha huduma. Kuna wengi wamekwazwa na Yesu mpaka hawahudumu, hawamtolei Bwana. Ukimuuliza shida ni gani, ni kwamba walikwazwa mpaka hawatoi zaka, walikwazwa mpaka hawaombi, walikwazwa mpaka hawahudumu. Shida ni nini? Ulikwazwa. Kukwazwa iko na itazidi kukuwepo. Yesu alisema kukwazwa au vikwazo havina budi kukuja. Swali langu je, asubuhi ya leo, je, kwa nini unawaacha vikwazo vikuzuie kumtumikia Mungu? Yaani umekwazwa mpaka unakwazwa na Yesu, unakwazwa na Mungu. Sio tu Yohana peke yake. Waisraeli katika Matthew 13 verses 55 to 58. Nipe Matthew 13 verse 55 to 58. Mahali pale tunaona Yesu alifanya ishara nyingi, miujiza nyingi, lakini penye alitoka wao walikwazwa. Wakajiuliza, je, si huyu tunamjua? Ni kijana wa seremala, tunajua baba yake, tunajua ndugu zake, tunajua marafiki wake, tunamjua huyu. Na kupitia hapo maandiko inasema kwamba hakuna ishara nyingi iliyotendeka pale. Yesu akasema kwamba nabii hawezi pata heshima kwao, kwa sababu vikwazo vinaondoa heshima. Vikwazo inafanya udharau mtu, na kupitia hapo hauwezi ukapata baraka yake. Sema amen. The last one ni Matthew 15 verse 12. Mahali pale tunaona Yesu anaambiwa, je, unajua kwamba Mafarisayo walikwazwa? Mafarisayo walikwazwa kwa sababu ya maneno yako. Je, hiyo ni Matthew 15 verse 12. Huenda kuna vitu ambavyo vilisemwa pengine by the way, hata Yesu hakuwa anaongea na Mafarisayo directly, lakini wanafunzi wa Yesu wakamwambia, je, unajua kwamba vile umeongea, vile umehubiri, vile umefundisha, Mafarisayo wamekwazwa. Sema amen. Vile umeimba, Mafarisayo wamekwazwa. Vile umetoa ushuhuda, Farisayo mmoja amekwazwa. Haleluya. Yesu akasema, wacha nikusomee. Thank you brother. Kwa maana yeyote mwenye Matthew 15 verse 12 bro. 15 verse 12 ndio nilisema. 15 verse 12. Wacha nikusomee hapo. Inasema hivyo. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Nipe tu verse 15, verse 12 hiyo tu. Then his disciples came and said to him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? Fanya hivi. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Walikwazwa. Sio hao peke yake. Wacha nikupatie kwa upesi. Ayubu walikwazwa na Mungu. Ayubu alikwazwa na Mungu mpaka akasema katika Job 30 verse 20, I cry to you and you do not answer me. I stand up and you gaze at me. Bwana sifiwe. Job 30 verse 20. Unajua mtu anapokwazwa na Mungu, mdomo huwa unaongea vitu vya ajabu. Na sikia, the more unakwazwa na Mungu, the more utakaa kwa hiyo shida, ili utoke kwa hiyo shida mpaka ushinde hiyo kikwazo. Ayubu alipokwazwa na Mungu alimwambia Mungu, nakulilia wewe wala huniitikii. Nasimama nawe wanitazama tu. I cry to you but you do not answer me. I stand up and you regard me. Yona alikwazwa na Mungu. Yona alipokwazwa na Mungu in Jonah chapter 4 verse 4. Jonah chapter 4 verse 4 anasema hivi, is it right for you to be angry? Mungu anamuuliza wewe Yona, kwa nini unakasirika?
kwa sababu kukwazwa itafanya ukasirike. Kuna wengi walikwazwa. Nilisema kuhusu Yohana Mbatizaji, Martha Martha sister yake Lazaro. Bwana asifiwe. Alikwazwa, akauliza Yesu, Bwana, kama ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu kukwazwa inafanyanga uangalie vitu opposite. Ndugu yangu angekuwa hapa singefanya nini? Ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa. Siku moja akamwambia Yesu, ongea na huyu, paraphrasing, ongea na huyu sister yangu, mimi nashughulika, yeye amekaa tu hapa. Bwana asifiwe. Hiyo ni roho ya, imagine mgeni amekuja kwako, anakuja kumwambia Reverend, ongea na huyu sister yangu, mimi nakuhudumia na kutengenezea chakula, yeye amekaa tu hapa. Yesu alimrebuke roho ya kukwazwa. Amen. Bwana asifiwe. Lazima tushinde roho ya kukwazwa, roho ya vikwazo, ili tuende next level. Mpaka omba Mungu hata kama ni kufunga. I remember one day my former pastor mwingine aliniambia, shetani akigundua kwamba wewe hii kitu huwa inafanya ukwazwe, hata utoke kwa hii kanisa uende hii kanisa, kwa sababu haujamtoroka shetani, ni kanisa umebadilisha. Shetani ataenda kubuni kitu kama hiyo, kama sio worse than that. Pale utafanyiwa, utoke kwa hiyo kanisa uwe church hopper, moving from one church to another. Shida ni nini? Kukwazwa. Sema amen. Roho ya vikwazo lazima uishinde katika jina la Yesu. Lazima tuishinde katika jina la Yesu. Habakuk pia alikwazwa. Habakuk alipokwazwa in Habakuk chapter 1 verse 3. Habakuk chapter 1 verse 3, sikia vile aliongelesha Mungu. Hawa ni wenye walikwazwa direct na Mungu. Nancy, unafanya uongozi wako vizuri sana, lakini bado utakwaza tu watu. Watu walikwazwa hata na Mungu. Mungu aliwakwaza. Na wakaongea haya. Habakuk chapter 1 verse 3 anasema hivi. Wacha nisome Kiswahili. Mbona wanionyesha uovu na kunifanya nione mabaya? Maana uharibifu na udhalimu huu mbele yangu. Kuna ugomvi na mashindano yatokea. Wacha nisome kwa Kimombo. Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. So according to Habakkuk, all over there was strife, there was plundering, there was murmuring, there was gossip, there was pushing and pulling. And he complained to the Lord and asked God, why do you cause me to see all these things? In other words, he was offended. Amen. Wacha ni ya mwisho ya mwisho, wacha nikusomee Asaf. Asaf ni mmoja wapo ya wenye waliandika kitabu cha Zaburi. Bwana asifiwe. Asaf in Psalms 73 verse 2 to 3. 73 verse 2 to 3 Psalms. Asaf alikwazwa akasema haya. Psalm 73 verse 2 to 3 inasema hivi. Nami miguu yangu ilikuwa karibu kupotoka. Hatua zangu zilikuwa karibu kuteleza. Kwa nini? Verse 3. Maana niliwaonea wivu wenye majivuno, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Wacha nisome kwa Kimombo hiyo verse 3. For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Say amen. Say amen. Kukwazwa kwa Mungu. Unajua unaweza kaa tu chini uanze kutafakari. Uangalie tu kama mtu mwenye haendange church anaendelea amejenga nyumba, anaendelea amenunua gari, ameendelea watoto wake wanapita mtihani, na hata huwa haendi kanisa. Uanze kukwazwa na Mungu, uanze kujiuliza, Mungu kwa nini? Sema kukwazwa. Sema kukwazwa. Bwana asifiwe. Na hii inaweza tufanyikia hata mhubiri. Unakaa tu chini unaanza Mungu na sasa unaanza kujiongelesha. Na niliwaambiaga kujiongelesha huko most of the time na kuanga ni mapepo wanakushawishi umwaccuse Mungu. Mungu, nimekuhubiria kwa miaka mingapi? Mungu, nimefanya hii kwa miaka mingapi? Mbona hii na hii?
Na wakati huo utapatia Mungu ultimatum. Mungu usipofanya hii, mimi sitafanya ile. Hiyo inaitwa roho ya makwazo. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu Kristo. Sasa kwa muda mfupi niruhusu niongee kuhusu what offense desires to achieve in your life. Wakati makwazo yanapokuja, ni nini yanataka yaweze kufanya katika maisha yako? Number 1, desire of offense is to compromise your productivity in the Lord's service. To compromise your productivity, that you may not be productive. Usiwe productive. Hiyo ndio kusudio la vikwazo au makwazo. So wakati unatumika na shetani anataka akuslow down. Shetani anataka ukae chini. Aliona utumishi wako unaharibu ufalme wake. Aliona kazi yako inaleta ufa katika ufalme wake. Aliona kazi yako inaleta mabadiliko katika nyumba yako, katika familia yenu, katika kijiji chenu. Ili akuslow down, anaamsha mtu akukwaze. Bwana asifiwe. By the way, unaweza toka tu kwa asubuhi tu vizuri tu, naingia tu kwa gari ya kusafiria au gari yako, shetani anapanga tu vile mtu unaingia tu kwa barabara, kwa njia yako tu unaendesha gari, mtu anatoka tu from nowhere anaanza tu kukutusi. Jinga wewe, nini? Halo, Bwana asifiwe. Wewe ulikuwa tu vizuri kwa leni yako, mtu au unalipa nauli, baada ya kumlipa makanga anasema hujamlipa na anaanza kukutusi tu. Mzee, umevaa tai na una pesa, lipa pesa. Sasa unashangaa, Mungu hii ni nini? Mungu hii ni nini? Unamwambia nimekupatia 500, tafadhali nirudishie change. Anasema haujanipatia. Wewe unipatia shilingi 50. Hivi ndio mnafanyanga kuibia watu. Sema vikwazo. Bwana asifiwe. So vikwazo vinakuja ku slow down your productivity. Kwa hivyo kama umekwazwa, nataka uangalie, je, kabla nikwazwe nilikuwa kwa level gani? Na je, kusudio la hii kikwazo imeniwacha wapi? Wengi saa hii wangekuwa juu zaidi, wengi saa hii wangekuwa kwa level ya juu, lakini wako penye wako kwa sababu walikubali vikwazo. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Mimi nimekataa kuchukua vikwazo. Mimi nimekataa kuchukua vikwazo. Mimi nimekataa kuchukua vikwazo. Havina budi kukuja. Kama ni kusengenywa, sio wewe wa kwanza kusengenywa. Kama ni dharau, sio wewe wa kwanza kudharauliwa. Kama ni kusema uongo juu yako, sio wewe wa kwanza. Kama ni kutemewa mate, sio wewe wa kwanza. Amua kushinda roho ya vikwazo katika jina la Yesu. Amua, ni uamuzi. Unajua yule unayemtumikia, unajua yule aliyekuita, unajua kazi aliyokupa, unajua kipawa alichokupa. Kwa nini unashuka kwa level yako kuanza kulumbana na hawa mwenye ibilisi? Pengine huyo ndugu ni mzuri sana, huyo dada ni mzuri sana, ni roho, ni pepo imemuingilia. Number 1, akushushe chini. Akushushe chini, uwe compromised. Number 2, to stop us from fervently and joyfully serving the will of God. The second desire of offense is to stop us from fervently and joyfully serving the will of God. Vikwazo vinavyokuja according to Matthew 16 verse 23 ni kukuzuia usifanye kazi ya Mungu na furaha. Usifanye kazi ya Mungu na moyo wako wote. Shetani anajua kwamba, nipe Matthew
16 verse 23. Inasema hivi, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of human. Lengo ya shetani ni kwanza, lengo la shetani kuleta vikwazo ni kwamba achukue furaha. Sema furaha. Bwana asifiwe. Fanya hivi. Hii ndio kipengele cha mwisho, alafu tunaomba. Sio kwa sababu nimemaliza, lakini kwa sababu ya muda. Kikwazo kinakuja, ichukue furaha. Katika ndoa yenu, kikwazo kinakuja, achukue nini? Furaha. Mpaka usiweze kuongea na bibi yako, usiweze kuongea na mume wako au watoto wako. Kikwazo inakuja kuiba furaha. Kwa nini aibe furaha? Kwa sababu furaha inaandamana na amani. Bwana asifiwe. Na amani na furaha inaleta baraka. Penye kuna umoja, Mungu aliahidi hapo wataweka nini? Baraka. Haleluya. Mkiwa chini, mkiwa kwa ufukara, lakini mweke umoja, upendo na ushikamano, lazima mtabarikiwa. Sema amen. Yes. Lakini penye kuna malumbano, kuna kutawanyika. Amen. Bwana asifiwe. Hata kanisani, hata kwa familia, tukiamua kudeal na spirit of offense, hii spirit imefanya watu wengi wameenda. Wacha tusimame. Naomba tusimame. Pigia Bwana makofi mazuri unaposimama. Yesu aliongea na wanafunzi wake, akawaambia hayana budi vikwazo kukuja. Vikwazo vitakuja tu. Vikwazo vitakuja kupitia rafiki yako, kupitia ndugu yako, kupitia mke wako au mume wako. Vikwazo vitakuja kupitia watoto wako au mtoto wako. Vikwazo vitakuja kupitia hata your religious leaders. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Fanya hivi. Vikwazo vinakuja. Vitakuja hata kupitia wanasiasa. Vikwazo. Lazima uamue kushinda vikwazo. Sema lazima nitashinda vikwazo. Vikwazo inaweza kuja pia kupitia sheria ambayo imetungwa, na hiyo itafanya watu wakwazwe. Number 3, hata wakwazwe na Mungu. Nasema na hii tithe, mimi hata hii tithe mimi sionange hata umuhimu wake. Bwana asifiwe. Shida ya huyu ndugu ni nini? Kukwazwa. Amekwazwa na Mungu. Nataka ufungue tu kinywa chako katika jina la Yesu Kristo. Pengine uko hapa na kuna mtu au kitu ili kukwaza ikafanya hautumiki jinsi ulivyokuwa unatumika. Hauombi vile ulikuwa unaomba, au hubiri vile ulikuwa unahubiri, au fundishi vile ulikuwa unafundisha. Kwa nini haukuji kanisa siku hizi? Kwa sababu ulikwazwa. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akupatie nguvu ya kushinda roho ya makwazo, roho ya vikwazo katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu kusudio la kikwazo hicho ni kufanya utengane na Mungu, ni kufanya usitumike kwa furaha, ni kufanya usitukuze jina la Bwana. Fungua kinywa chako. Omba katika jina la Yesu. Au pengine ulikwaza wengine, ukafanya mtu akawacha neno, ukafanya mtu akawacha kanisa. Ni wakati wako pia wa kutubu na kuomba Bwana katika jina la Yesu. Naomba unisamehe, naomba unirehemu. Shetani alinitumia kupitia mdomo wangu, kupitia matendo yangu, fulani akakwazwa. Naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unitakase katika jina la Yesu Kristo. Wewe roho ya vikwazo, hauna nguvu juu ya ulimi wangu, hauna nguvu juu
juu ya mdomo wangu, nimekukataa katika jina la Yesu. Wewe roho ya vikwazo, nimekukataa katika jina la Yesu Kristo. Yesu alisema mtu kama huyo ni heri arushwe kwenye bahari. Nimekataa kutumiwa na roho ya vikwazo katika jina la Yesu. Maandiko inasema kwamba midomo yenu na ikolee na chumvi ya neno la Mungu. Kuanzia leo kinywa changu Bwana nisaidie, itoe maneno ya kujenga.